Hello, habari za wakati huu. Karibu kwenye chaneli yangu ya YouTube. Leo niko jiji la Nairobi na leo nataka tuwapa tour fupi kabisa ya barabara ya Nairobi Expressway. Na hii ni barabara ya mwendo kasi na hii barabara inaanzia kuanzia maeneo ya Westland paka kufika paka airport. Kwa leo nitawapa tour fupi ili upate kuona picha jinsi barabara hii inavyo operate. Hapa tunaingia sehemu ya kuanzia, ambapo hapa ndio tukiingia tunaingia hapa. Tukishaingia hapa itaanza kutuhesabia, na mwisho tunapofika mwisho ndio uoga tunafika na kulipa kutokana na sehemu na kitu ambacho tumetokea. Kwa hiyo hapa ndio tumeingia na tunaanza tour yetu. Lakini hii barabara ina urefu wa kilomita 27 na ni moja ya miradi mikubwa sana ilifanyika kipindi cha rais aliyepita wa Kenya. Na kama nilivyosema, hii barabara inaanzia kuanzia Westland paka inafika paka uwanja wa ndege, na imesaidia sana kupunguza foleni kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi unaweza ukitoka hapo unaweza kutumia dakika 20 uko tayari, ndani ya dakika 20 uko airport tayari umeshafika. Na moja ya kitu kinachovutia hii barabara imejengwa, kuna baadhi ya maeneo imejengwa kwa juu. Kwa hiyo unakuwa unapita juu unaona mandhari ya majengo mbalimbali ya jiji la Nairobi. Kama hapa unaanza kuona katikati maeneo kuanzia katikati ya mji yalivyo na nini. Kwa hiyo unapata mandhari nzuri sana ya jiji la Nairobi ukiwa kwa juu. Na hii barabara kwa kweli imepunguza sana foleni. Imejengwa kwa ajili ya kupunguza, lengo kuu lilikuwa ni kupunguza foleni, na kweli hata mimi nimejihakikishia kweli kwa kiasi fulani imepunguza sana foleni za hasa jiji la Nairobi. Kama asubuhi kunakuwa na foleni sana hasa katikati ya wiki. Na hii barabara ina vituo 11 vya kuingilia. Kuna vituo 11 vya kuingilia. Na gharama ya huu mradi ulikuwa umegharimu karibu Kenya shilingi karibia bilioni 51 hadi bilioni 65 hivyo nasema. Ni gharama, lakini kwangu mimi naona nikiangalia la ya huu mradi naona kwa kiasi fulani kama imesaidia sana. Lakini japo naona kuna baadhi ya watu wanalalamika kuhusu gharama za kulipia na nini. Lakini ndio hivyo, ukitaka kitu kizuri lazima uingie gharama. Na njia za kulipia, unaweza kulipia kupitia kadi, unaweza kulipia kupitia M-Pesa. Mimi nimetamani sana siku moja kuona huu mradi na hiyo ukifanyika Dar es Salaam pale. Itakuwa safi sana yani. Kwa hiyo ukiangalia kushoto na kulia hapo unaona mandhari nzuri ya jiji la Nairobi. Kwa inapendeza sana. Kwa hiyo endelea kufuatilia na enjoy video hii mpaka mwisho wa video hii. Lakini kama ni mtu mpya, kumbuka kusubscribe katika channel yetu, na ili uweze kujionea vitu vingi, uweze kupata tour mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziweka video mbalimbali tunaziweka huko. Uweze kujionea maeneo. Unaweza ukawa uko Nairobi lakini ukawa unajionea sehemu nyingine mambo yapoje na kujifunza pia. Kwa hiyo nakushukuru sana na endelea kufuatilia channel yetu. Asante sana. Teta hapo Kenya unajua ada. Anajua kitu chochote kama mtu hujaona mwisho. Lazima utaanza kuongea. Naona matanya ya stadium ile ya stadium. Matanya yataonekana. Uwanja uwezi kuona kwa chini. Matanya tutayaona hiyo tena stadium.
tunajua repair. Kiharibike ndio repair. Sasa tunatakiwa muda wote wakisha standard inabaki. Standard inabaki ile maintenance, una maintain. Unadumisha, yani udumishaji. Unakuta mtu anajisahau mpaka inafika mtu anaachilia nyumba hiyo inachakaa mpaka imeanza kufutika. Sasa wacha sasa niende naenda nilikuwa naenda miaka miwili iliyopita sehemu. Alafu naenda hiyo sehemu na sasa kwenye kata ya hoteli fulani. Unaenda kukaa unakuta ile mabadiliko ilikuwa mpya. Unakuja kuikuta kipindi hicho yani unakuta ovyo yani. Ovyo mwanzo. Ovyo kabisa. Na mtu alikuwa na soko nzuri sana kwa sababu alikuwa watu wengi lakini vitu bado yani tunashuka kwenda yule anapata soko anashuka bado ku maintain ya usafi. Maintenance ya sida na kisama. Sasa hiyo barabara kama unaenda Mombasa, unaenda airport hapo ya jioni, ndio barabara. Ndio barabara hii. Nakuonyesha sasa. Nataka kwenda mpaka hapo kwa stage alafu ndio nigeuzia hapo. Kwenda mpaka hapo kwa kwanza nigeuzia. Sasa tuanze kuchukua na watu wako waliokabeja na nini. Hapa sasa ingekuwa kuna foleni moja ya magari ya huko. Hapa inaita Cabanas. Stage inaita Cabanas. Basi Cabanas. Nairobi Cabanas. Sasa kuna boga na foleni sana. Mtu akiwa anakuja njia wamleta unaanza kumuuliza pale wewe upole wataka barabara ya mwendo kasi ya mwana gani? Wataka tu aseme mwendo kasi na basi. Unajua hizo shida. Barabara inakuwa na magari mengi sana. M-Pesa ipo lakini sinajua nilichokosea sikuweka hela kwenye M-Pesa. Kuweka. Sasa mrembo. Bora umechoka kama ni Juni Sunday na hutaki kwa job sana. Leo hujaenda kuabudu Mungu. Kanisa yako leo liko hapo. Si ungeniita tuje tuombe pamoja. Leo tuje tushukuru Mwenyezi Mungu. Jumapili ijayo pia utakuwa kazini? Haya, nashukuru. Mia tatu 30.
Tutarudi tushike barabara yetu isikiani. Sasa hapa itabidi umeshuka ukaenda pale ndani. Kama mbele uenda airport sasa tutaingia tutoke na ile barabara pale mbele. Okay. Fanya makosa. Huko nako pia kunasaidia
kwa sasa tunaingia huko. Kwa sasa tunaingia sijana.